Radio Okapi. Vous écoutez Radio Okapi, c'est l'heure de vous informer en Swahili. Habari zetu, Elise Kasi. Na wasalimu wapendwa wasikilizaji wa Radio la Amani. Ufupi wa habari. Waziri Mkuu Judith Suminwa Tuluka iko New York kwa wakati huu ili kushiriki katika mikutano ya kundi la Benki la Dunia ama Banque Mondiale na shirika la fedha la kimataifa ama Fonds Monetaire International. Jimboni Kivu Kusini, haswa katika eneo la Kabambare, utawala wa Ninja unakabiliwa na hali ngumu ya kijamii na kiuchumi kutokana na ukosefu wa usalama unaoendelea kwenye barabara kuu inayounganisha utawala wa Ninja na mji wa Bukavu. Tunapokaribia uchunguzi wa somo la mwisho la sekondari ama examen d'etat, wakaguzi wa kitaifa wa elimu ya kitaifa na uraia mpya wa Kasai Central 1 wamekataza wanafunzi kuandaa kile kinachoitwa maki. Baki nasi mpendwa, ufate urefu wa habari hizi. Jambo tena kwenu. Asante kushiriki nasi katika toleo hili la habari kupitia lugha ya Kiswahili. Kama mnavyojua, Waziri Mkuu Judith Suminwa Tuluka iko New York kwa wakati huu ili kushiriki katika mikutano ya kundi la Benki la Dunia ama Banque Mondiale na shirika la fedha la kimataifa ama Fonds Monetaire International. Siku ya tatu hii iliyopita, katika mkutano unaoitwa Water Forward, Driving Jobs and Opportunities, ndio kusema maji mbele, kazi za kuendesha pia fursa, aliangazia jukumu la kimkakati la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika usawa wa baadaye wa maji, nishati na maendeleo ulimwenguni kote. Kupitia simu ya Alain Rung, Waziri Mkuu Judith Suminwa alieleza kuwa kwa vile nchi yetu ina zaidi ya 50% ya hifadhi ya mai katika Afrika, Kongo ina ufunguo wa kutatua changamoto kuu za kesho. Pia alionyesha kuwa maji ni muhimu kwa afya, usalama wa chakula, ustawi na ukuaji wa uchumi. Kwake, wajibu wetu katika swala hili ni wazi: kubadilisha uwezo huu kwa maendeleo yanayoonekana. Tuelekea jimbo la Lualaba. Mafuriko ya mto Kongo na mito mingine katika eneo la Malemba Nkulu yamesababisha uharibifu mkubwa tangu mwisho wa mwezi wa tatu. Katika taarifa siku ya 4 hii kwa Radio Okapi, mratibu wa mashirika ya kiraia katika eneo la Malemba Nkulu, Claudel Kiasongolo, anaeleza kwamba nyumba nyingi, shule, makanisa pia mashamba yamefurika. Kwa hiyo anatoa wito kwa mamlaka kutoa msaada kwa walioathirika. Tumsikilize Claude Kiasongolo kupitia microphone ya Pola Munanga. Shirika la raia Force Vive ya Malemba Nkulu ina huzuni za mafuriko zinazokumba mtaa huo. Mafuriko hiyo inakumba vipindi mbalimbali hapa Malemba City, na maji ya mto Lualaba ama Kongo zimetoka kwenye mto huo na kwenda karibu kilomita 1. Mashule, makao za watu na makanisa zimezama ndani za maji ya mto huo. Huko Kayumba, mjini Kasenga, mashamba na milimo zingine zimezama ndani za maji ya mto Lufira, na kule Museka maji za mto Kalumengongo zimezamisha mashamba za watu. Huko Kabala, ufalme wa Nkulu, maji za mto Kongo zimezamisha makao za watu na kuwasukuma watu hawa waende mbali na makao zao. Kiongozi wa mtaa wa Malemba hana tendo lolote la kutenda, lakini anawafariji wenye kumbwa na mafuriko hiyo na kuwaomba wasife moyo. Ndiyo kwa maana tunamuomba Waziri Mkuu, kiongozi wa serikali za Kongo na yeye liwali wa jimbo wa province ya Olomami pamoja waungane wote kwa ajili ya kutafuta namna ya kuwasaidia wananchi wanaoishi kwa tabu hapa Malemba. Waziri anayehusika na mafuta ya gari nchini Kongo, Akasia Bandubola, alitangaza siku ya pili iliyopita kuwa bei mpya za mafuta ya gari zitachapishwa juma hii. Alitoa tangazo hili wakati wa mkutano wa kamati ya kitaalamu ya waigizaji wanaohusika na usambazaji wa mafuta ya gari nchini Kongo. Kwa upande wa waigizaji, wanahakikisha kuwa Kongo haiko katika hatari ya kukosewa mafuta hata kama mzozo unaendelea kati ya muungano wa Israel na Marekani zidi ya Iran, kwani mfumo wa usambazaji ni wa kutosha. Tuzungumzie pia teknolojia mpya ya habari na mawasiliano ambayo imebadilika sana katika miaka ya hivi karibuni. Leo karibu kila mtu, hata watoto na watu wanaoishi katika mazingira magumu, wana simu ya mikononi, chombo kinachorahisisha mawasiliano, kupunguza gharama na kuleta watu pia mataifa karibu zaidi.
Zaidi ya miaka 15 iliyopita haikukuwa hivi. Mbinu za mawasiliano hazikukuwa na ufanisi. Wakati kulikuwa na visa kama ugonjwa au kifo, ilikuwa vigumu kuwajulisha watu haraka. Hata kufika kwa barua ilikuwa shida kutokana na ubovu wa huduma ya posta, pia kuharibika kwa njia. Wanafunzi, wafanyakazi wa serikali, wenye maduka, kila mtu alikabili matatizo haya ya mawasiliano. Kama nimeatanguliza, jimboni Kivu Kusini, haswa katika eneo la Kabambare, utawala wa ninja unakabiliwa na hali ngumu ya kijamii na kiuchumi kutokana na ukosefu wa usalama unaoendelea kwenye barabara kuu inayounganisha utawala wa ninja na mji wa Bukavu. Kundi la vijana linaloitwa Jeunesse Active pour le Développement des Ninja, ndio kusema vijana wanaopigania maendeleo ya ninja, inapiga kengele kuhusu madhara makubwa ambayo yanaweza kutokana na kufungwa kwa njia hii ya usambazaji. Tumsikilize mratibu wa kundi hili la vijana Bienfait Isina kupitia kipaza sauti kia Jean Kasami. Natambua kwamba usalama mdogo ulioko sehemu hizo Mulume Munene, Bitara, Kihembe, Ninja, Bugobe hadi Chirunga ni kikwazo kwa watu wa ninja kusafiri na vitu vyao hadi Bukavu. Wakaaji wanashindwa kuja kuuza au kuuzisha bidhaa zao katika mji mkuu. Madawa haziwezi safirishwa hadi sheferia Ninja. Shughuli zote za kiuchumi ziko tabani sababu ya hali hiyo ya ubovu wa kiusalama. Kwa sababu hiyo tunaomba viongozi wenye madaraka kuchukua uamuzi wa kuchangia usalama urudi. Mimi kama mtetezi wa haki bila upendeleo, ninaomba sauti hii ieleweke, usalama na amani virudishwe ili maisha ya wakazi yaimarike. Miezi mitatu hii wakazi wa sehemu hiyo wanakabiliwa na hayo matatizo. Plus de 3 mois. Sehemu ya kwanza ya mafunzo ya shughuli za kuzalisha kipato kwa wanawake walio katika mazingira magumu, wale waliohamishwa na waliorejea, ilimalizika siku ya 3 hii iliyopita katika mji wa Beni, jimboni Kivu Kaskazini. Jumla ya wanawake 75, wengi kati yao wakiwa wamehama kutoka maeneo mbalimbali ya Kivu Kaskazini, walishiriki katika mafunzo haya yaliyoandaliwa na sehemu ya jinsia ya MONUSCO Beni ili kuimarisha uwezeshaji wao kiuchumi na kuboresha hali zao za kijamii na kiuchumi. Tunapokaribia uchunguzi wa somo la mwisho la sekondari ama examen d'etat, wakaguzi wa kitaifa ya elimu ya kitaifa na uraia mpya wa Kasai Central 1 wamekataza wanafunzi kuandaa kile kinachoitwa maki. Uamuzi huo umeandikwa katika barua rasmi iliyotumwa kwa wakuu wa shule kwa tarehe 10 ya mwezi huu wa 4. Hata hivyo, vuguvugu la wananchi la Filimpi linasema kuwa hatua hii inachukuliwa kila mwaka lakini haitekelezwi. Maelezo zaidi katika ripoti hii ya Andre Katendengala Mulume kwa utafsiri wa Florence Kizalunga. Katika mawasiliano yake, kaimu mkaguzi mkuu wa mkoa wa elimu ya kitaifa anasisitiza kwamba maki azitambuliki na mfumo wa sheria ya elimu. Boasien Kamanga anaamini kuwa kitendo hiki huchangia kuzorota kwa maadili miongoni mwa wanafunzi wanaohitimu. Anapiga marufuku shirika lao ndani ya nje ya shule. Kujibu uamuzi huu, vuguvugu la wananchi wa Filimbi linakaribisha hatua hii. Hata hivyo, inachukia kutozingatiwa kwake mara kwa mara. Mratibu wake wa mkoa Andre Mujangi anatoa wito wa kuchukuliwa hatua madhubuti kutekeleza marufuku hii. Amenena kwamba IPP lazima ushirikiane na polisi na shirika la ujasusi la taifa ANR kufuatilia swala hili la harakati, kwa sababu mkuu wa mkoa anaweza kutoa ujumbe ukumbini lakini saa 6 ama jioni anarudi nyumbani. Wanafunzi watalazimika kwenda kwenye nyumba wanazopanga. Ikumbuke kwamba ukaguzi wa mkoa tayari umeonya wakuu wa shule dhidi ya ukiukaji wowote wa hatua hii. Mjini Kinshasa, wanawake wengi wanazidi kuchagua kusaga sombe kwa kutumia mashini pahali ya kutwanga kwa kino. Ingawa ni kweli kwamba mashini hizi zinasaidia kwa kufanya kazi kwa haraka,
lakini watu wanajiuliza, mashini hizi ni safi? Tupate majibu katika taarifa hii kutoka kwa Sefura Mpaka kwa utafsiri wa Jeremy Baraka. Katika soko la Rei taani Lingwala, kelele za mashini hazikomi. Wanawake wengi wanafika na vikapu vyao vya sombe kwa kuweza kufuata mpango walioweza kupewa na vijana wanaofanya kazi hizo za usakaji wa sombe kupitia mashini. Kwa ujumla, mashini hizi zinakuwa na kino mbeketi iliyoweza kuwekwa juu ya paa la chuma na kuweza kutumia moto wa umeme ama generator. Mashini hizi hufanya kazi kwa haraka, jambo linalovutia wateja wengi kufika kila siku. Kijana mmoja anayefanya kazi sehemu hiyo aliweza kusema kwamba wanasaidia kina mama kuweza kusaga sombe haraka, lakini nyuma ya hayo yote wasiwasi bado yupo. Mama Mirei anaomba wanawake wenzake kuweza kujifunza kufanya kazi mbalimbali za nyumbani kwao wenyewe, kwani mashini nyingi hazisafishwi vizuri kila mara, hali inayoweza kuleta hatari kwa jamii zao. Daktari Diensi Lubata ametoa angalisho, kwani kuna hatari ya kuweza kuambukizwa na magonjwa mbalimbali, hivyo akina mama wanapashwa kuwa waangalifu zaidi. Tukumbushe kuwa kati ya mila na maendeleo, sombe inaendelea kupendwa na wananchi wengi. Na kwamba mpendwa, baki nasi ufate sehemu ya pili ya toleo hili pamoja na mwalikwa wetu Rosalie Zawadi. Radio Okapi, invité en Swahili. Mwalikwa wetu leo Dunia Amisi anatupeleka katika mji wa Uvira ambako kesi za mauaji ziliongezeka kati ya tarehe 5 na 12 mwezi huu. Mauaji haya yalitokea hasa katika wilaya za Mulongwe na Kamvimvira. Dunia Amisi ni mwanachama wa vuguvugu la wananchi inayoitwa Machozi ya Raia. Anajibu kwa maswali kutoka kwa Jean Kasami. Visa vya usalama mdogo vinatanda katika mji wa Uvira, hasa zaidi katika mikoa miwili Mulongwe na Kavimvira. Alama wazi zilizoko ni gani, bwana Dunia Amisi? Periode ya tariki 5 mpaka kufikia tariki 12 mwezi wa 4 tuna enregistre visa vingi sana vya mauaji, vya wizi, vya watu wanaomiliki silaha na kupigwa masasi kiolela. Utagundua kama kuanzia tariki 5 ya mwezi wa 4 mkata la Kasenga kulipatikana mwili isiyokuwa na uhai mu avenue ambayo wanaita Mapendo, karibu na poro ya Holga House. Kisa cha hiyo mwili kupatikana bila uhai paka sasa hakijajulikana. Kufika tariki 11 ya mwezi wa 4 mkata tena la Kasenga Avenue Kilimahewa, usiku kuko grupe ya watu 8 ambao walikuwa wanavalia sare za kijeshi na wengine walikuwa msare za kisivili. Waliatake menage 2 za wakahaji, wakaiba vitu vya samani, na walipomaliza kuiba wakapotea katika mazingira ya kutatanisha na wakaenda zao. Kufika tariki 11 na 12 ya mwezi wa 4 mkata la Rutemba Avenue Kirihama kuliogotwa mwili usiokuwa na uhai wa miaka zaidi ya 35. Usiku tulimuona anakuwa na maalama za kupigwa mipanga. Kufika tena mudate ya tariki 12 ya mwezi utu wa 4 mkata la Kavimvira kulitokea mahafa ya mtu kupigwa masasi masaa za jioni, tena saa 1 za usiku. Alikuwa ngali kukazi yake ambako anatafuta chakula cha watoto wake. Wenye kuendesha vitendo hivyo wanajulikana kuwa ni wa upande fulani, kwa vile Uvira ikaliwa na vikundi vya aina mbalimbali vyenye kushikilia silaha. Constat general ambayo tumefanya ni kuona kama mwii kuanzia tariki 5 mpaka tariki 12 kulikuwa multiplication za mauaji, kulikuwa maatake za watu ambao wanashikilia silaha kwenda atake manyumba za wasivile, kulikuwa osi usalama mdogo ya kuinukia sana mumakata mbalimbali kama vile kata la Kasenga, Kavimvira, Kibondwe, Rombe M, Rombe D. Tuna remarkika kulikuwa absence. Uvira ndio makao makuu ya ngazi zote tawala za jimbo la Kivu ya Kusini. Serikali inajitahidi vipi kukabiliana na mkasa huo wa mauaji na vitendo vya wizi bila mipaka? Tunaalika wa autorite wetu waangalie gisi wataimarisha usalama
ndani ya hiyo makomine, na waangalie gisi bata renforcer ma mesures za usalama, waangalie gisi wata reactive tena mbinu za kutafuta kuikalisha surveillance mwizo mingine, lakini bafungule mashtaka ili wale watu ambao wanaendelea kufanya vitu kama na hivyo waweze kukamatika na kuadhibiwa na vyombo vya sheria. Wakati wafanye nini basi kwa kusubiri siku ya heri iwajie? Tunaalika raia wote wa hapa Uvira wakuwe macho, wakuwe vigilant, na bastope kukuwa natembea busiku kuma déplacement inutile, na bakuwe wana collaborer na ba autorité. Na kwa mwisho, sisi kama vuguvugu la kiraia machozi ya raia tunatoa mkono wa makiwa kwa jamaa zote ambazo zinaendelea kupata msiba, na tunajiangaje tena kwa kuchangia kwa usalama na kwa kulinda raia na kuimarisha usalama wa raia na kando kando yake. Bwana Dunia Amisi, ninakushukuru. Radio Kapi, dossier en Swahili. Habari potofu na unyanyasaji kwenye mtandao unazidi kuwaathiri wanawake na wasichana. Huko Bunia, mji mkuu wa jimbo la Ituri, MONUSCO iliandaa siku ya majadiliano, ilikuwa Ijumaa, na baadhi ya washiriki 60. Kusudi ilikuwa kukuza ufahamu juu ya hatari zinazohusiana na mitandao ya kijamii na unyanyasaji wa mtandao, jambo linaloendelea sana siku hizi. Ripoti ya Jean-Claude Lokidile. Picha za kisiri za mwili zenye kusambazwa bila ruhusa, taarifa za uongo pamoja na kudanganyifu kwenye mitandao ya kijamii. Mkutano huo ulioandaliwa na kitengo cha mawasiliano cha MONUSCO ilikuwa na lengo la kutoa angalisho. Esther Safi, mmoja wa washiriki, anasema ameweza kuelewa umuhimu wa kuchunguza taarifa kabla ya kuzisambaza. Wema inanisaidia sana, inapima kunilamusha tena maneno mengine mingi yenye sikukuwa najua concernant ma réseaux sociaux. Sasa maneno ya kutumia sasa mtu video kwa nidite yenye sengi unawaza kuna zima akumbe ilibakia ki hata même manena aniko ketufal. Désormais vraiment je n'avais plus de photos de vidéos. Si t'as pas na tuma tena manake ina sita donc ndakuwa na mesure moyen ndakamata par rapport à réseaux sociaux. Sasa wakiwa wamepewa mwangaza zaidi, baadhi ya washiriki wamejitolea kuhamasisha jamii zao ili kuzuia kusambaza kwa taarifa za uongo na vitendo vya ukatili kupitia mitandao. Celestine Jiria anasema amegundua upande wa siri wa mitandao wa kijamii. Nilikuwa sijui mafaa mabaya ya intelligence artificielle. Nilielewa gizi inaweza badilisha picha ya mtu, taelezea watu gizi ya kutumikisha simu nzuri. Simu ni za maana, lakini naomba kuzitumikisha vizuri. Kwa mfano kuuzisha kupitia mitandao. Kutokana na hatari za kusambaza habari za uongo kwenye mitandao na athari zake kwa usalama wa jamii na maisha ya kila mkaji, MONUSCO unaweka mkazo kuhusu umuhimu wa kulinda taarifa binafsi, yani données personnelles kwa Kifaransa. Jean Tobiokala, afisa wa habari za umma kunako chumba cha MONUSCO hapa Mujibunya. Tunaona aina mpya ya ukatili unaoathiri wanawake kwa sababu ya jinsia yao. Njia bora ya kupambana na hali hii ni kulinda maisha ya kibinafsi, yani vie privée kwa Kifaransa. Kila mtu akizingatia anachochapisha, picha anazotuma au kusambaza, tunaweza kupunguza kwa kiasi kikubwa tatizo hili. Wito unatolewa kwa kujiunga mkono kwa kutoa jibu wa pamoja ili kupunguza kuenea kwa taarifa za uongo ambazo sasa zimekuwa changamoto kubwa katika jamii. Toka Bunya, naitwa Jean-Claude Lokidile, Radio Kapi. Tumefika mwisho wa habari. Asante kwa kutufata.